Makureshi. Jamani, sisi sote tunakaa kwenye nyumba nzuri, nyumba zetu nzuri, lakini hii nyumba ya Mungu, nyumba inaning'inia kama ni kweli, tunaona fahari sisi kwa hivi. Kwa hivyo wakashauriana, tubomoe, tujenge upya hii Al-Kaaba. Haya, tutatoka wapi sasa? Hapa kujenga ni sisi, lakini wakijitizama kila mmoja ana maovu yake, machumo yake ya haramu mengi. Kwa hiyo wakakubaliana hapa bwana, kila mtu alete adoneti pesa za halali. Hatutaki pesa za benki, hatutaki pesa za ukahaba, hatutaki pesa zozote za haramu. Chumo lolote la haramu si hapa. Wakakubaliana. Kwa hiyo wakafanya donation, wakafanya mpaka ikafikia mahali. Sasa tubomoa wote wakawa wanaogopa, kila mmoja. Kumbuka hapo kwamba ule mwaka ni mwaka wa Kembo ushapita, ambao ni mwaka aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanayajua, wale wanaoyajua wanayajua nini yalitokea pale, na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hawa Makureshi walikuwa wanaikuza Maka kuliko vile tunavyowadhania. Tutaeleza baadaye hapo, sababu walieleza mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mara akatokea Walid bin Mughira ambaye ndo alikuwa yeye bosi kubwa. Akauliza, vipi, mbona ujenzi hauendelei? Ujenzi bwana hauendelei, kila mtu hapa anaogopa kubomoa. Akaambia, kwani nyinyi mnabomoa kwa nini gani? Ya kutengeza, ya kubomoa, ya uharibifu? Na tunabomoa kwa ajili ya kutengeza. Basi sasa nia yetu nzuri, tubomoe. Hata hivyo hayakufuata. Akaambiwa, basi kama unaanza anza wewe. Walid bin Mughira huyo aliotajwa katika Qur'an kwa sifa mbaya, lakini yeye pia ndio alitukuza Qur'an, akajua hii Qur'an ni nzito, hakuna ambaye atakayekalia juu hata siku moja. Kwa hiyo akaanza kubomoa mpaka akatoka. Sasa akasema, sasa endeleeni basi. Wakasema, sie hatubomoi mpaka kesho kuone wewe umekuja tena hapa, umekuwa salama. Twende tukalale, ikiwa utakuja hapa salama basi tutakuja. Na ikawa salama kwa sababu nia ilikuwa ni njema. Leo siku ya pili tena ndio wakashiriki wale wengine. Kwa hiyo ikajengwa ile Al-Kaaba tunavyoiona sisi leo, ina pembe nne imesimama, lakini kuna ile saka huku Hajar-al-Aswad ilikuwa huku nje, hiyo imesimama ule mzunguko ule huko mwanzo, kabla ya mwaka ambao Mtume na miaka 35 kule kote kulikuwa na kuta zote. Na anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo aliulizwa na mama Aisha radhiallahu anha, akamwambia, ya Rasulullah, hii Al-Kaaba kwani asili yake ni vipi? Akaambia, asili ya Al-Kaaba haikuwa hivi. Anasema Mtume, hii ilikuwa ina milango miwili, upande huu na upande mwingine, na milango yake ilikuwa chini, na ilikuwa imekaa ile square kama vile hivi sasa. Na huu ukuta sasa, ule ukuta ile saka ile zile
tunasema material ambayo walileta Makureshi ili kunyanyua ile jengo ikawa imekwisha. Kwa hiyo pesa za halali zimekwisha, ndio maana ikawa vile huku, ndio maana ikawa hazikusimamishwa ile pesa za halali. Kwa hiyo tuwajue kwamba Makureshi sio kwamba walikuwa pamoja na ukhabisi wao, lakini walikuwa na Mwenyezi Mungu kila kikweli, ila wao walichukua ambacho wametalifiana na Mtume kwamba iwenye Mungu arudiwe yeye pekee yake. Hili ndilo ambalo wao walikuwa wakipata, na ndio wakahiari kufa na ukafiri wao waliokufa. Wao wanasema Bwana Mtume na kwamba hii Al-Kaaba, huu mlango wake haukuwa juu, ilikuwa na milango miwili, lakini sasa ina mlango mmoja, na ule mlango mmoja hauko chini kawaida ya milango, ule umewekwa juu. Mama Aisha akauliza kwa nini? Akasema Mtume kwamba huu wameweka hawa jamaa zako, alikuwa anaweka jamaa zako, watu wako, maana hata mwanzo kaanzia hao watu wako ndio waliojenga, lakini sivyo hivyo. Sasa akauliza Mama Aisha, akaambiwa kwamba kwa sababu wao Makureshi wameweka ule mlango juu kwamba isiwe rahisi mtu yoyote kuingia mle ndani ila kwa atakayeidhiniwa na lazima atumie ngazi. Kwa hivyo huwezi kupanda pale bila ya ngazi, na ukiweka ngazi watu watakuona. Kwa hivyo ndio sababu ya mlango kuwa juu, lakini kama Mungu ulikuwa mkubwa kwamba ile kwa mlango juu ndio imekuwa mmoja katika burudani ya dunia, kwamba ile nyumba mlango wake uko juu. Haya, akauliza Mama Aisha, sasa kule mbona hawakumaliza? Kule hawakumaliza ndio wakatoa hiyo kisa kwamba mali au ile material yale ya kujengea ilikuwa yamekwisha. Sasa wakamuuliza wakati wa Fathu Makkah na habari hizo, kwa nini basi wewe humalizi na wewe ni mtume na wewe sasa ni mtawala hapa? Na jambo la karibu maneno ya Mtume sallallahu ambayo haya yana ibra kubwa sana kwetu. Mama Aisha na Mtume akamwambia sio kama simezi kunyanyua zile kuta na kurejesha milango miwili, lakini akasema hao jamaa zako hao Makureshi waliosilimu walioingia katika Uislamu wakati huu wa Fathu Makkah, endapo mtafanya lolote kuhusu Al-Kaaba, basi wao watataki na watalipiga vita. Wataona kwamba huyu Muhammad hakuja kutengeneza ila kaja kufanya fasadi. Hii kama kufahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kachelea. Kwa nini? Kwamba Makureshi wale waliosilimu karibuni watataki, kwa sababu wao nyumba ile wanaiheshimu sana, na wakasema kwamba hawa wanaiheshimu hii nyumba sana, kwa mimi ninachelea. Sasa kama somo hapo kwamba katika utekelezaji wetu wa dini, unapokwenda katika mazingira yaangalie yale mazingira uliokuwa nayo. Hata kama pale watu wanafanya ibada kinyume na vile wanavyofanya, ilivyo na kinyume na ule sheria ilivyoongoza, lakini sio uvamie. Fanya yaste kidogo kidogo, elimisha, waonyeshe watu mpaka wakufahamu. Lakini kwa kwenda kuvamia, basi unaweza ukaleta uharibifu mkubwa na ukajengesha uhasama kwa watu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akaiacha Al-Kaaba kama hivi vile vile, na ilipokale. Inawezekana huko mbele wanasema kwamba inawezekana kuwa imefanyiwa ibea na nini, lakini asili ile waliojenga Makureshi ndio ilivyo hadi leo. Ila ile Al-Kaaba sasa ina nguo lile ambalo linavikwa, lile nguo halikuwepo.
hiyo si alikuwepo, ila katika miaka ya karibuni, kabla ya kuzaliwa Mtume, alikuwepo mfalme wa Yemen. Kuna mfalme wa Yemen akawa anaenda wapi? Sham. Kwa hiyo akapitia Maka na akapitia Madina. Kupitia Madina na mtoto wake akamwacha pale Madina, ili akaenda na safari zake. Sasa huyu mtoto kaja, ikatokea ugomvi, ikatokea vita, yule mtoto akauawa pale Madina. Yule mtoto wa mfalme wa Yemen yuko Sham. Kwa hiyo habari akazipata, aliporudi akanumilia, akasema nikenda nawapiga vita watu wa Madina. Na kweli alipofika Madina ikaitwa vita baina ya watu wa Madina na jeshi lake yule mfalme. Sasa vita vya maajabu, kaka yeye kaja tukamshughulisha. Akasema vita hii aina gani? Wale mabwana mchana wanapigana, kila mmoja apigwa mwenzie, lakini ikifika usiku, ustaarabu watu wa Madina, yani wanaandaa chakula, alafu ukifika usiku wanawapelekea mpaka wale maadui kwa siku 3, siku 4, siku 7 nafikiri asikufika, lakini si chini ya siku 3 au 4. Sasa yule mfalme akawa shangaa, mbona hivi? Haya mambo mbona yanakushangaza? Sasa akawaita wale Mayahudi, akawaita watu wa Madina moja kwa moja, wale piwa isipokuwa Mayahudi wale. Na wale Mayahudi ndio walikuwa na elimu ya dini. Wao wakakutana nao, wakamwambia vipi? Akamwambia hii ndio mila ya watu wa Madina, na huu ni mji mtukufu, huu ni mji wa Mtume. Kwa hivyo hayo usishangae, na hayo huyapati popote duniani isipokuwa. Sasa nifanyeje? Wale maulama wa nani wa Kiyahudi akamwambia, sasa bilivyo wewe hao waache vita, wewe samehe, mtoto kafariki, ndio kishafariki, wewe jenga nao mahusiano mazuri hao. Kwa hiyo tena vile vita vikakatika. Kwa hiyo yule mfalme akaondoka, akawa anarudi, na katika safari yake akapitia Maka. Sasa alipoondoka na maulama wawili wa Kiyahudi, wakenda akafika karibu na kufika mji wa Maka, akatokea bwana mmoja aliyekuwa anatokea Maka anakuja zake huku. Sasa huyu bwana jina lake Kumbali kidogo, yeye ni adui wa watu wa Maka na yeye ni adui wa huyu mfalme. Wote hao maadui zake, watu wa Maka maadui zake, na huyu mfalme na jeshi lake maadui zake. Sasa akawauliza, akawafikia wale, akaambia vipi habari za Maka? Habari za Maka mbaya, shauri kujiandae huko bwana, watu wamekaa tayari wanakusubiri. Sasa nifanyeje? Wewe kama ungani nao kwao, hakuna lolote lingine. Yule bwana akila sasa, yule mfalme akashauriana nao maulama waliokuwa nao Madina. Wao wakamshauri vizuri, wakamwambia la, hiyo ukipata lolote isipokuwa utapata maangamizo kwa kuna kupigana katika mji wetu. Kumbuka pale pana nyumba tukufu, na mji ule umeharamishiwa kupigana, umeharamishiwa mtu kuua mtu. Kwa hivyo sasa nifanyeje? Akamwambia wewe nyumba zako ukifika pale, kuwa wewe ukifika kutia ibada, usifikie kulipa kisasi au kama hivi. Kumbe zile zilikuwa ni mbinu tu za ibada,
yule kafiri yule alikuwa na nia kwamba yaharibike kule ya Maka, yaharibike na yule Myemeni pia yaharibike. Wakamshauri na cha kufanya, weka historia pale Maka. Historia gani? Wewe bwana gharamia lile huo lile la kuivika ile Maka, ile Alkaaba uvike huo mstiri, kwa sababu huyu ukienda akafanya hivi, huyu kanofua hivi, kanofua na vilivyokuwa kenda, ule mwingine anapaka pale kwenye ile Alkaaba anachukua nyumbani, na hiyo mpaka leo lau kama hailindi ile sio hatari. Kwa hiyo yule mfalme wa Yemen akajenga ile akafika lile juu ndio chanzo cha huo mpaka leo. Kwa hiyo mvua haikuwepo kama imeanza na huo. Sasa wengine ni kwamba pale Mtume sallallahu alaihi wasallam wale Makureishi walipojenga, nafikiri hichi kisa maarufu tunakisikia kwamba baada ya kujenga sasa wanataka kurejesha hii Alkaaba katika ile jiwe katika sehemu yake. Ikawa sasa wamekhtalifiana, kila mmoja anataka yeye, kila mmoja yeye, wanakoo kadhaa pale matumbo yale. Kama ukasikia Banu Hashim, Banu nani, hii Banu manake Banu ni tumbo. Kama sisi kuna ile tumbo la Mzee Ali, tumbo la Binani, tumbo la nani ndio Banu. Lakini wale wote, kwa hivyo usio kufikiria kwamba Banu Hashim ni kabila. Banu Hashim ndio tumbo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ule mzao wao, lakini wote walikuwa ni Makureishi. Kwa hiyo wakati huo Mtume hayuko pale. Kwa hiyo mwisho wa habari wakakubaliana, sikiliza, atakayekuja yote sasa ndiye atakayekupa ushauri wa kufanya kwa kukubali ushauri. Na ndio akatokeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na wakati ule wanamuita as-sadiqul amin. Kwa hiyo wote wakakubali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka dini yake kile kitambaa chake, akatumika, akachagua kila katika mtu mmoja wa kulinyanyua lile jiwe na kuweka kwenye kitambaa chake bila kulifunika. Kwa hiyo mwisho tena Mtume ndio akatumika, akaliweka lile jiwe pale. Kwa hiyo ndio asili kwa ufupi ya Hajar al-Aswad au Alkaaba. Sasa tukisema je, leo kama serikali ya Saudia inaweza kunyanyua zile kuta? Haiwezi kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Kuna zuio la Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe hakufanya, haiwezi tena kuja mwingine. Kwa hiyo tunaelekea pale Alkaaba. Kwa nini? Tunaelekea Alkaaba kwa sababu ndio Mwenyezi Mungu anataka kwamba tuswali, tufanye ibada zetu kuelekea Alkaaba. Alkaaba kama ambavyo Nabii Adam aliwekewa kwamba anaposwali alielekee ile. Na mitume wote, kwa sababu mitume wote wameenda kufanya hivyo. Mitume wote, Adam na kizazi chake chote, hata ukiwa wako mbali kiasi gani, lakini wanakula kufanya ibada ya hija. Kwa hiyo utukufu wake katika Suratul Maida aya namba 97, Allah subhanahu wa ta'ala anasema billahi wa shukrani lillah sura sehemu ya جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله بيت الحرام جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس. amejalia Allah kwamba ile Kaaba ina
kalitaja neno lenyewe Kaaba qiyaman linnas, iwe ni nyumba ambayo kisimamo cha watu. Qiyama hapa sio kisimamo tu, la, hapa qiyama maana yake ni senta, ni senta ya watu wote duniani. Hapo mwanzo tulisema kwamba ni senta ya dunia yenyewe, lakini pia na watu wote senta yao pale, riziki zote basi zinatoka pale. Yaani nini yake mipango yake Allah kwa mwaka huu kwa mfano, basi anateremkia pale. Sasa angalia miujiza ya Allah kwamba pale ya Kaaba, wewe unaweza kusema wanaohusika ni Waislamu tu, sio kwa sababu haya yanasema ni nas, qiyama linnas, ni senta kwa watu. Na ile aya ile tulisoma ya 96 ya sura Al-Imran, wudhi'a linnas, imewekwa kwa ajili ya watu, kwa ajili ya watu. Kwa hiyo watu pale ni watu wa dunia nzima, iwe Waislamu wasiwe Waislamu. Na manfaa qiyaman linnas maana ni sehemu yao ya kupata yale mahitaji yao yote. Angalia, kuna ibada ile ya kuchinja, taenda kule Mina inshallah, kwa leo tunachinja mbuzi. Saudia hawana mbuzi wa kutosheleza pale, wa kuweza kutosheleza mahujaji. Saudia haina chakula cha kutosheleza pale, yaani mahitaji mengine yote basi yanatoka katika sehemu mbalimbali hata za makafiri. Kwa mfano wa mbuzi, kondoo wanatoka Australia, lakini angalia ndege aeroplanes zinanufaika kwa sababu ya nini? Wale ya hija zinapeleka mahujaji, biashara na mazao mbalimbali yanatoka katika nchi tofauti zinakwenda pale. Kwa hiyo dunia nzima inanufaika na ibada ya hija, dunia nzima. Uone au tujue kwamba Allah mambo yake hakusuki, kila kitu kimekaa katika nini, ambapo huna njia nyingine ya kubadilisha. Na hii ni usiri kwamba kama kuna nchi itazuia watu wasiende kuhiji, iwe ya Waislamu iwe ya makafiri, usiwe jiangamiza. Na ndio maana hakuna nchi ambayo inazuia watu wasiende pamoja na wale maadui wakubwa wa Uislamu, lakini kuhusu ziara ya hija hawazuii, kwa sababu sisi kwa mfano hapa tukitoka tunakuwa tumewakilisha nchi yetu. Nchi yetu ile isitoke mtu hata mmoja, labda zile za corona, na pia walichukuliwa wawakilishi tofauti pamoja na corona, lakini walichukuliwa wawakilishi kila sehemu ya dunia. Kwa hiyo sisi tunaenda kule kwa niaba ya wenzetu, tunaenda kwa niaba ya nchi yetu. Nchi yetu iwe na baraka, iwe na neema, basi ni sisi tuliokwenda kule kufanya ibada hii. Kwa hiyo kwanza hiyo ni utukufu wa ibada ya hija, lakini pia tuwe na utukufu wa Hajar au Al-Kaaba, ni sehemu ambapo Muislamu anatakiwa atukuze, apaheshimu na akiwafikishwa kufika pale, basi ajisikie raha, ajione kwamba mimi Allah anampenda, nimepata fursa ya pekee. Watu wengi nafikiri hapa sasa sote tuna hamu, kama hivi sasa ndio Ramadhani waishabusha kwa mfungo pili, tunangoja ndege. Hii ni kutokana na utukufu wake.
Na utukufu wa mji wa Maka hawezi kukuelezea mtu akafikia level, ni utakapokwenda mwenyewe ndio utakapojua Mungu ni nani, na ule mji au mji ulibarikiwa uliokuwa na baraka. Mji ule wewe usije ukenda pale ukaona kitu kimeanguka wewe ukakiokota, ukakiokota. Kuna mtu mmoja tena Mzanzibari, umesikia, na huyo alomwambia baki nishakwambia mbele ya haki, lakini ananiambia kwamba kuna mtu katika huo mwaka wa mwanzo yeye alipokwenda na mimi mwaka pili yake nilekenda, lakini nilipokwenda yeye kishakuja, lakini alinipa habari za kuja, akanambia kuna mtu yeye alikuwa anaokota vitu vile vinavyoanguka na utakuta pesa nini. Sasa yeye anachukua anaweka ndoo nini sio roho maskini. Kwa hiyo nini kilichomkumba? Wakati watu wanataka kuondoka, yeye ndiye alipigwa na watu wakarudi kwao, yeye akaponia hospitali sijui hatima yake. Tatizo ilikuwa nini? Na huyo alionihadithia sasa kanihadithia lake yeye mwenyewe wakati wako Mina, sio Mina, wako Muzdalifa ndio wanakwenda kukota vijine kwa ajili ya kwenda kupiga nini. Basi akaokota vile vijine, sasa akavitia mfukoni. Kupitia mfukoni akaenda na ziara yake, yuko Mina huko, akatembea. Sasa vile vijiwe vinamuumiza, hakuvichukua vile kwa sababu ya kwamba katika nini jamaa vile. Ananiambia tena kasoma, nimesoma darasa moja na yeye akaendelea, lakini binadamu. Basi akamchukua vile katika zile masafari yake, nafikiri kafanya survey pale Mina, alikuja kupotea shehe zaidi ya masaa 3 anatafuta hema lake aliona, na vile vijiwe vinamla. Ili kanihadithia mwenyewe mhusika. Basi mwisho wa habari akaona isikie pengine hivi vijiwe ndio mimi, na yeye ananiambia mimi nilikusudia nivichukue Zanzibar. Basi bwana akavitupa vile vijiwe. Ananiambia kuvitupa vijiwe, ananiona nini hema lake ni pale. Kwa sio kama bangili imeanguka hii pana nini pale pana riadi 100 uliokote viache kama hivi havikoti. Na hadithi hapa katika sababu ya muda, Mtume kakataza kabisa, anasema pale apigi wala achunwe bingwa chochote, mnyama yoyote hawili wala hafukuzwi. Kwa usije ukaona njiwa pale sogea huko, chochote utakachokiona, wala kukata kijiti au kukata mti. Yote maneno ya Mtume hayo, sio kama ni tafsiri za watu, ni maneno ya mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala kumpiga mtu hata kwa kulipiza kisasi haitakiwi pale. Mtume anasema yeye kapewa saa moja tu ya kuweza kutafuta pale Maka, saa moja tu, haijulikani saa gani. Kwa hiyo kwa muhtasari kabisa, hiyo historia ya Kaaba ndio ibada ya hija, ndio kwa yani kuandamana na hiyo. Kwa hiyo tukitaka kuitukuze Kaaba
tunapoelekea swala zetu, basi moja kwa moja sije ukafikiria umeelekea hapa. Hichi sio kibla jamani, kibla ni kimoja tu, kibla ni ile Al-Kaaba. Huu ni usawa tu, ukielekea kwa hapa kwetu kaskazini ndio umeelekea Al-Kaaba. Kwa nia yako usikienia kwamba umeelekea pale hivi. Sasa pale vipi na vipi? Watu wengine utukuza ni vizuri, lakini sio tena kuiba hadhi ambayo sio yako. Pengine mtu kaka kanyosha mguu, wewe unaelekeza mguu kibla. Hakuna katazo kukata. Al-Kaaba ndio kama watu wanasimama kama na nini. Kwa sababu pia inategemea na nia yako. Wewe kusudi kuitukana hivi. Wala miguu sio mibaya, kama wewe mguu huna ukafika pale. Kwa hiyo tukielekea kujua sababu ina hisia kuelekea Al-Kaaba. Allahu a'lam.